Uongozi wa kikosi cha wagonga nyundo wa jiji la Mbeya, klabu ya Mbeya City, umezuia mapumziko kwa wachezaji wa kikosi hicho na kuendelea na kambi ili kujiandaa na kuzisaka alama 15 kwenye michezo mitano ya mwisho ya ligi kuu ya Tanzania bara ili kujinasua kushuka daraja. Salum Mayanga ndiye kocha mkuu wa kikosi hicho, anasema wamefikia maamuzi hayo ili kujiandaa na aina ya mechi zilizobaki, wakiwa na imani kwamba siku za mapumziko hayo zitasaidia kutatua sehemu kubwa ya maeneo yaliyokuwa na changamoto ndani ya kikosi. Hatuko kwenye nafasi salama ya msimamo wa ligi, na mechi zilizobakia ni mechi zinazotakiwa kwa namna yoyote tuweze kupambana na kuweza kupata ushindi ili timu kuinusuru na kushuka daraja. Sasa mimi na wenzangu tumefanya maamuzi ya kuendelea na mazoezi ili kwenye masuala yetu ya kiufundi, tunafanya vipi masahihisho ya makosa tunayofanya ya kiufundi, ya kimbinu, lakini pia utimamu wa mwili kuweza kuinusuru timu. Maandalizi yetu tunayoyafanya yanatokana na aina ya mechi tutakazokuja kuzicheza, na kimsingi ndio sababu iliyofanyisha tuendelee na mazoezi katika mapumziko haya ya kalenda ya FIFA. Kwa upande wangu na wenzangu pamoja na vijana kabla mazoezi tumejaribu kuzungumza kwenye hilo na kuona tunacheza mechi zilizobakia zenye malengo ya wapinzani wetu tofauti, ikiwa ni pamoja na malengo yetu ambayo tunataka tusishuke daraja. Kwa hiyo tunajiandaa kuweza kujinusuru kutoshuka daraja bila kujali au kuangalia tutacheza na nani. Na niwahakikishe vijana wote wamerudi, wako kambini. Hata wale waliokuwa kwenye maumivu wameanza mazoezi mepesi leo na timu. Tuje tuendelee kupambania timu yetu ili isishuke daraja. Ligi ni ngumu, haitakuwa rahisi mechi, lakini ukiangalia kila mchezaji analijua hilo, ndio maana yuko tayari kwa ajili ya kutetea Mbeya City. Mimi kwanza niwahakikishie watu wajue kitu kimoja, sisi timu yetu inabaki, mimi na asilimia almost 90. Timu lazima ibaki ligi kuu, na ukiangalia kwa mechi zilizobaki, mechi sio rahisi, lakini mimi naamini kwa mapambano yetu na tunavyojiandaa mpaka kuhakikisha siku zinafikiza mechi tutapata matokeo mazuri. Kuna kipindi hiki ni kipindi kigumu, na kipindi kigumu sote kinahitaji ustamilivu. Kwa hiyo hali yote tunatakiwa mashabiki, wachezaji kwa ujumla, viongozi, ni lazima tuweze kushirikiana kuhakikisha lengo na dhumuni la timu kuona tunaibakisha kwa matokeo ambayo yaliyosalia. Tuna mechi 5 mkononi, ambazo mechi 5 mkononi tuna 3 nyumbani, 2 ugenini. Lakini katika zote hizo kwa hatua iliyofikia haitakiwi tuchague za ugenini na za nyumbani, inabidi tuchukue zote pointi 3, iwe nyumbani iwe ugenini. Ni hicho tu kikubwa. Kama uongozi tumejipanga vizuri kutengeneza saikolojia za wachezaji, lakini pia technical bench naamini inafanya vizuri kuhakikisha kwamba wachezaji wanakuwa imara na wachezaji pia wanakwenda kutekeleza wajibu wao. Lengo kubwa ni sisi kubakia kunako ligi kuu ya soka Tanzania bara, hakuna lingine. Tulichokifanya kikubwa ni kutengeneza saikolojia ya wachezaji wetu, kuwarejesha kwenye mudi na kueleza kwamba wanaweza na time inaruhusu kufanya hivyo. Hicho ndio kikubwa, kwa sababu kwenye pitch ndio kunatoa majibu yote. Kwa hiyo kama management tunakwenda kutekeleza kila jambo ambalo technical bench inalitaka, wachezaji wanalitaka, ili kuweka saikolojia zao vizuri, wakatupe matokeo chanya hasa ya kubaki kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa sababu hii ndio ligi yenye hadhi kubwa hapa nchini. Hakuna ligi nyingine tena. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anapenda kukaa kwenye hadhi ambayo iko ya chini. Kila mtu anapenda kukaa kwenye hadhi ya juu. Mimi napenda kuwa afisa habari wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sipendi kuwa afisa habari wa ligi za chini. Even mchezaji pia anapenda kuwa mchezaji wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo kila mmoja ata play part yake kwenye timu yetu kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kutimiza malengo yetu ambayo tumejiwekea.